Viongozi wa Uingereza na Australia wameshauri raia wao kupunguza matumizi ya mafuta na kujiandaa kwa miezi ya changamoto kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wote wamesema hii si vita yetu, lakini vita hivyo vimeathiri bei ya mafuta na bidhaa kote ulimwenguni. Kuanzia sasa mafuta yamepanda hadi zaidi ya $4 kwa galoni ya Marekani, ambapo ni sawa na euro 2.3 kwa lita ya Uingereza, na Australia $1.76 Australia. Hali ni mbaya zaidi Ulaya, ambapo bei ya gesi na bidhaa zinaongezeka haraka. Hata hivyo, viongozi hao hawajailaumu Marekani na Israel, na badala yake wameshitumu Iran. Wote wanaendelea kusaidia Marekani kibiashara na kijeshi. Australia imepeleka ndege za uangalizi na maafisa wa kijeshi Umoja wa Falme za Kiarabu, na Uingereza imeruhusu Marekani kutumia kituo cha ndege cha Diego Garcia kushambulia Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bei ya mafuta itashuka baada ya vita kumalizika, lakini pia amethibitisha kwamba vita vinaweza kuendelea kwa wiki 2 hadi 3, na ameiambia Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz kabla ya kusitisha mashambulio, sharti lilokataliwa na Iran. Hayo yakijiri, vita vinaendelea vimesababisha zaidi ya kilo milioni 8 za majani chai kusalia katika maghala ya bandari ya Mombasa nchini Kenya kwa wiki kadhaa, na kuathiri mapato ya wakulima wanaotegemea mauzo ya chai nje ya nchi. Mkuu wa chama cha wafanyabiashara wa majani chai Afrika Mashariki lenye kusimamia mnada wa majani chai mjini Mombasa amesema kuanzia tarehe 1 mwezi Machi wamerekodi hasara ya $8 kila wiki. Vita vinavyoendelea Iran vimeathiri usafiri wa baharini, huku meli nyingi zikisitisha usafirishaji wa bidhaa kupitia mlango bahari wa Hormuz na Bab el Mandeb. Kenya huuza zaidi ya kilo milioni 100 ya majani chai Mashariki ya Kati kila mwaka, huku sasa meli zinazopeleka chai katika taifa la Pakistan zikilazimika kutumia njia ndefu ya bahari ambayo ni ghali mno. Vita vya Ukraine na Urusi pia viliathiri biashara ya majani chai nchini Kenya. Kabla ya vita hivyo, Urusi ilikuwa inaagiza kilo milioni 29 za majani chai kutoka Kenya, ila sasa idadi hiyo imepunguka hadi kilo milioni 5. Mimi ni Amina Kanyenye wa Dau TV.